Zangu nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa namna ambavyo tumekuwa na mjadala mzuri wa hekima na kikao chetu kimekuwa cha kisayansi sana. Na mimi niendelee tu kusisitiza kwamba wale ambao taarifa zenu hazijakaa vizuri kama alivyosema mkurugenzi wetu wa halmashauri yetu ya mji wa Tarime, basi mwende mkajifunze kwa wenzenu mzirekebishe. Ndio maana mnaweza mkaona jana sisi tumechakata pale tulipokuwa tunaona pana mapungufu, tukiwa na katibu wetu wa CCM wa wilaya na mwenyekiti wetu, tulifanya marekebisho kwenye kata. Tunamuuliza diwani mwenyewe, hapo imekuwaje? Diwani anatujibu. Kwa hiyo pale ambapo panashindikana ndio unaona tunakuja kuuliza hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, tujitahidi sana kuweka taarifa zetu vizuri. Mnaweza mkaona Nyamisangura. Sangura tumeng'arisha kiatu kweli kweli. Yenda hata huko kwenye matokeo ya shule ya msingi tuko vizuri. Kweli sio utani. Na mimi kwa kweli nawapongeza sana watu wangu wa kata ya Nyamisangura kupitia mtendaji wangu wa kata. Mtendaji simama. Kwa kweli mtendaji ananisaidia sana. Kama mnavyojua sasa hivi nina majukumu mengi, mara safari, mara huko, mara huko. Lakini mama amesimama vizuri sana kwenye kata. Kwa hiyo nikupongeze sana mtendaji wangu kwa namna ambavyo unachapa kazi. Hata tumekuwa na hili swala la kutafuta eneo lakini amesimamia. Yaani wakati mwingine jana tu ndo nimeenda kutembelea kule kuangalia. Lakini siku zote amekuwa anashirikiana na wenyeviti wangu sana wa mitaa na watendaji walioko kwenye kata yetu. Kwa kweli tunakwenda vizuri katibu. Lakini nikupongeze sana katibu wetu wa CCM wa wilaya kwa namna ambavyo unatupa ushirikiano. Hata tunapokutana kwenye kamati ya siasa ya wilaya, yale maelekezo mnayotoa kwa kweli tunayafanyia kazi. Na nimshukuru sana mkurugenzi wangu kwamba ni mtiifu, ni mwelewa, tunapokuja kwenye vikao tukikubaliana mambo yanakwenda vizuri. Lakini nipongeze pia ofisi ya mbunge kwa namna tunavyoshirikiana. Kiukweli niwashukuru sana hasa wakuu wa idara pia namna mnavyofanya kazi. Wanasheria wetu nikupongeze sana. Wakati mwingine mimi mambo yanakuwa mengi mle ofisini mpaka namuita mwanasheria, hebu njoo unielekeze hii imekaaje. Kwa kweli nikushukuru sana mwanasheria kwa namna ambavyo tunaweza kushirikiana. Kwa ndugu zangu niwashukuru nyote kwa namna tunavyoshirikiana. Madiwani wenzangu niwashukuru sana kwa namna ambavyo tunaweza kushirikiana, tunaelewana, tunakutana, tunazungumza. Letu ni moja kwa ajili ya maslahi ya halmashauri yetu ya mji wa Tarime. Lakini niwashukuru sana waandishi wa habari. Francis nikushukuru sana. Kimti nikushukuru na mwenzetu hapa. Mmekuwa watu ambao mnaandika taarifa nzuri za Tarime mjini. Zamani waandishi wa habari walikuwa wanatafuta mabaya tu. Si ndio hivyo? Lakini siku hizi hao vijana wetu kwa kweli wanafanya kazi chini ya mzee wetu Kimti. Wanafanya kazi nzuri, sisi tunawapongeza sana. Na sisi tutaendelea kuwapa ushirikiano waandishi wa habari, tutashirikiana na nyie. Pale mnapoona na sisi tuna mapungufu mnatuelekeza, tunakwenda vizuri. Lakini zaidi tunawapongeza sana kwa ushirikiano mnaotupa kama halmashauri ya mji. Niwaombe sana. Sisi kama halmashauri ya mji tunahitaji sasa kusonga mbele. Tunahitaji kwanza tupate hati safi, lakini pia tunataka ukusanyaji wa mapato tuongeze kiwango kuliko kiwango tulichonacho kwa sasa. Kwa hiyo tushirikiane sote, madiwani, wakuu wa idara, wote tushirikiane kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Japo mambo yanajitokeza huko mitaani, lakini wakati mwingine tunaziba masikio. Lakini wapo watu wanatuchonganisha, ambao wanafika mahali wanachonganisha kati yetu sisi madiwani na wananchi. Lakini sisi wananchi wetu tunawapenda sana. Ni ahidi hapo kwamba sisi ni wakilishi wa wananchi. Tunawapenda sana wananchi wetu. Hatuwezi kufanya kama halmashauri tukafanya tofauti kwa ajili ya kuwaonea wananchi wetu. Tupo hapa kwa niaba ya wananchi na sisi ni wakilishi wa wananchi. Tuhakikisha kwamba tunashirikiana halmashauri na wananchi kuhakikisha kwamba tunakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo niwaombe sana tuendelee kuitangaza Tarime yetu. Tuhakikishe kwamba yale yote ambayo tumeyazungumza kwenye kikao hiki, hasa swala la mifugo hilo mlifanyie kazi watu wa mifugo. Hiyo mifugo ambayo haijaoshwa au kuchanjwa ichanjwe. Na kata ya Sabasaba muangalie zile kuku ambazo zimesemwa hapa kwamba hazijapata chanjo zipate chanjo. Yale yote tuliyokubaliana kwenye kikao hiki yakafanyiwe kazi. Mimi sina mengi ya kusema kwa sababu tutakutana kwenye kikao kingine. Niwashukuru sana. Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Ili ya kujadili taarifa hizo za kwenye kata ambazo tunajua maendeleo yote yako kwenye ngazi za kata. Niwaombe watendaji wetu wa kata mzingatie taratibu za uandishi wa taarifa zetu. Kuna baadhi ya kata ambazo taarifa zao hazikuwa nzuri. Chukueni zile ambazo zilikuwa vizuri,
mjifunze kwao ili muweze kurekebisha kwa kikao kinachofuata. Sababu wengine hapo ni wazoefu, lakini taarifa zao zimekuwa bado zinakuwa zinatia mashaka. Kwa tunaomba tukajirekebishe hizo taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuahidi kwamba sisi tunaendelea kufanya marekebisho. Taarifa zijazo zisiwe zinachukua muda mrefu, sababu zilikuwa zinachukua muda mrefu kwa sababu ilikuwa zina maswali mengi. Zile ambazo zilikuwa zinachukua muda mfupi zilikuwa naona zilikuwa vizuri tu, zina maswali na zilikuwa zimejeleza vizuri kulingana na dodoso ambayo itakiwa kujazwa. Mheshimiwa Mwenyekiti,